vile mnajua ni ghetto president Gaucho. Leo nataka niongee na jamii ya Wakikuyu kwa hiyo election ambayo inaenda kukua Kiambaa. Yes, mimi ni outsider. Mimi natoka huko Nyanza na mimi ni supporter wa Raila Odinga. Na nataka niongee na jamii ya Wakikuyu, especially youth ambao saa hii wanatumika, wanawekwa ya kwamba watusi President Uhuru Muigai Kenyatta. Saa zingine unaweza kosana na Uhuru Kenyatta, unaweza kosa kuagree na Uhuru Kenyatta, but Uhuru Kenyatta anajua nini mnahitaji kama jamii ya Central na kama jamii ya Mount Kenya, na viongozi gani mnahitaji na nini mnahitaji. Hii mambo sasa hivi mnawekwa na outsider, mtusi President Uhuru Muigai Kenyatta. Mnasahau President Uhuru Muigai Kenyatta karibu afungwe huko Hague kwa sababu yenyu jamii ya Kikuyu. Na naweza kumbuka kitu President Uhuru Kenyatta alisema ya kwamba hawezi kubali na hata kubali kama ako hai, kama hiyo ndio itafanya mali yake ishe, uongozi yake ishe, hata kubali Wakikuyu wapigwe na wanyanyaswe kwa macho yake. Hiyo wakati ya post election ya 2007 2008. Na after Uhuru Kenyatta ku-act na ku-defend jamii ya Wakikuyu, wakati alikuja ya kwamba barua imekuja ya kwamba anapelekwa egg, akaulizwa na international television ya kwamba ile kitu alifanya ni kitu mzuri, alisema, akarudia tena ya kwamba kama iko siku jamii ya Kikuyu watafanyiwa madharau kwa macho yangu mimi nikiona kama Uhuru Muigai Kenyatta, sitakubali jamii yangu isafe kwa sababu eti uongozi ama nitafungwa. Nitarudia kufanya hivyo. Kama ni kudefend Wakikuyu itafanya nishikwe ama niuliwe, nitafanya. Hiyo wakati ule alitoka clear ni yeye na the late John Mchuki. Leo hii ule mtu alikuwa anafanyia madharau anawapiga in the name, akiongea Kikalenjin lazima Rift Valley itoke madoadoa. Leo hii eti mnaimba mkibeba wheelbarrow na mkokoteni. Eleza nyinyi ni watu wa mkokoteni. Wakikuyu ambayo ilijulikana kwa kucontrol economy, kwa kucontrol economy na kudini uchumi ya Kenya. Leo Wakikuyu wamebaki kusukuma wheelbarrow na mkokoteni mpaka wanasangilia. Wale watu walichukua wajinga hapo Wakamba, wamekataa hiyo wheelbarrow na mkokoteni. Watu ambao watu walisema eti ni watu wanapenda kukula, wamekataa. Wale ambao watu walisema wanapenda kukula na kununuliwa kulingana historia ya kina Martin Sukuku, wamekataa hiyo wheelbarrow na mkokoteni. Wale watu wamekaa kwa opposition wakiangaishwa, wakikaa nje ya serikali, Wajaluo ambao wangesukuma hiyo wheelbarrow na mkokoteni, wamekataa hiyo wheelbarrow na mkokoteni. Hasa Wakikuyu, jamani, mnawacha hii nchi ikuje mpaka nyinyi muongozwe na Wasomali na Waborana, kwa sababu economy ya Kenya sasa inakontroliwa na Wasomali. Na mimi nasema hata hii Nairobi, ule mtu alioleta uongozi ya Nairobi, ile uongozi mbaya, ilikuwa ni huyo jamaa wenu, huyo mnajiita Etiasla Nation. Wakati Uhuru Kenyatta alisema peni governor Peter Kenneth mpea governor, nyinyi walisema eti mtu anasikiza eti rescue team ambao atarescue nyinyi, ili mkaona ni Sonko. Uhuru Kenyatta akakataa, mkasema eti yeye ni mlevi. Saa hii biashara yenu iliharibika hapa kwa Turu Sonko. Saa hii amesema hii Kenya hii hatuwezi waachia huyu mtu. Kila mtu anasukuma wheelbarrow na mkokoteni. Mnasema eti Uhuru ni mjinga, Uhuru ni fala, Uhuru ni takataka. Mnasahau alienda kufungwa kwa sababu yenu. Na mimi nasema hii election ambayo inaenda Kiambaa, ndiyo tutajua Kenyans na Wakikuyu tutajua mmefika kwa ujinga ya kiwango gani. Kama kweli mmesukuma wheelbarrow na mkokoteni ambao mmeona ya kwamba sasa mwezi control mkokuwa landlords, mwezi kuwa na manisans, mwezi control sako. Sasa mnataka kucontrol sako ya mkokoteni na wheelbarrow. Enyewe tunangoja hiyo election ya Kiambaa ndio itaonyesha Kenya mzima na hata international ya kwamba Wakikuyu wamerudi kwa biashara ya mkokoteni. Uhuru Kenyatta piga order ya mkokoteni na wheelbarrow na car wash machine, mkuje muoshe watu wengine magari. Mimi namaliza nikisema hivi, watu wengine wasemanga sisi Wajaluo tunakonga wajinga, eti tunafuata mtu mmoja. Sisi vile tulisajua Raila Odinga ni kiongozi wetu, yeye ndio bado anakonga elder yetu. Na ndio maana sisi tunasema ukienda kanisa inasemekana ya kwamba unaambiwa na pastor eti ili uingie mbinguni lazima Jesus Christ ndio njia ya ukweli ya haki. Sisi pia kabla ufike kwa Wajaluo, Raila Odinga ndio njia ya ukweli na haki, ndio wewe ni Wajaluo.
Hii yenu hii eti mtu ametoka, nyinyi sasa hii mtoke muende mkontrol watu wa Rift Valley, hamwezi. So mimi naomba jamii ya Wakikuyu, election ya Kiambaa ambayo tunaenda hii tarehe 15, please msionyeshe President Uhuru Muigai Kenyatta hibu. Mkumbuke huyu jamaa vile aliwafanya akiongea na Kinandi ya kwamba nyinyi ni madawadoa. Leo hii madawadoa sasa nyinyi mmekuwa aje pamba? Leo mmekuwa aje watu wazuri? Mimi nasema nikirudia ya kwamba tafadhali msipee President Uhuru Muigai aibu, kwa sababu vile sisi tumechunga Kibera kama bedroom ya baba, nyinyi pia mchunge bedroom ya Kiambaa ya President Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka ni appeal kwa Shebesh Elachi, George Wainaina, director wa KANU, George Wainaina, kwa kufanya na kukampeni na kusaidia Jubilee. Hiyo ushindi ikikuwa, tutawashukuru na tutawashukuru sana. Mimi sina mengi, naomba tu wabunge wetu hata Nairobi ya kwamba after Kiambaa, kwa wabunge ambao wako kwa Raila Odinga, kampu ya Raila Odinga, na wale wako kwa kampu ya Uhuru Kenyatta Jubilee, tafadhali mkurudi Nairobi, wacheni kufuata tu Raila na Uhuru, kujeni muanze kumobilize watu, kuanza kufikia vijana, kuanza kuempea vijana. Nyinyi mnafanya biashara na kazi inakuwa ngumu kwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, kwa sababu nyinyi mlichaguliwa. Sasa hivi mnanusa tu matenda, ni kama nguruwe ambaye inanusa nyama. Mnanusa tu tenda, mnaendesha tu biashara na mkuunusa wanawake. Hamtaki kusaidia Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Mimi naomba group ya kina Babu Wino, najua wewe unajaribu, timu Wanyonyi najua mnajaribu, tafadhali mkirudi muanze kumobilize vijana, kwa sababu hiyo sio kazi ya Raila Odinga. Mko na CDF, mko na pesa ambayo mnafaa muempower nao vijana, nyinyi mtaki kuempower vijana. Eti mali Raila Odinga wako na rally ndio mmefika. Eti baba, Raila Odinga akienda kukojoa hapo ndio mko. Kujeni muanze kutembea kwa mavijiji na muanze kutaza vijana watu kusukuma wheelbarrow. Vijana wengi wamesoma, si ile enzi ya zamani. Hakuna mtu anataka kufanya mjengo, sasa watu wanataka wafanyiwe mjengo. Si eti mtu anakuja hapa atuambie Hustler Nation na nini. Hiyo Hustler Nation mtu kata kwa apelekangi pikipiki, kwa apelekangi wheelbarrow, apelekangi car wash machine, anapelekanga magari. Kwani kwa nini Central na area zingine Ukambani zinazunguka na wheelbarrow na mkokoteni eti ni Hustler Nation? Mimi na appeal kwa wabunge wetu, msaidie President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.